Bado tuko location kwenye binaita Kombolela House kwa Mzee Kikala, and of course unamwona mpenzi wa Omari Mashavu yuko hapa. Mama Smaya, binti yake Siwa. Kwema kabisa. Poa. Namshukuru Mungu. Basi mimi nakuonaga mpole, zile scene wamekuforce tu kucheza vile. Ni kweli? Kweli mimi sina ukorofi huo. Kweli. Wallahi wa billahi. Ilikuwaje ukakubali kucheza hizo scene? Ni kwamba unaweza kuchange kutokana na character uliopewa au uliamua ujaribu kitu kipi? Ndio maana inaitwa kipaji. Naweza kubadilika kuwa mtu yoyote. Yaani wakitaka kunichezesha mtu wa Mungu mimi naweza. Mpole ndo hulka yangu. Ukitaka kunichezesha mcharuko naweza kama unavyomuona Mashavu. Kwa hivyo. Hivi kale kingine katoto kama dawa kalienda? Yupo bibie. Yupo. Bibie, sasa bibie na wewe mkikutana akili zenu mbili kabisa. Yupo. Hivi in real life pia mna ushostiwa sana, yani Kombolela ndio imewakutanisha. Kombolela na yani ndo tumekuwa marafiki wakubwa. Naenda kwao, anakuja kwetu. Ni kweli ulipata mtoto au ilikuwa ni kwenye scene tu? Maana watu wakasema, mbona Mashavu kama kweli amejifungua? Nina mtoto wa kiume. Kukumbe ile break ulikula kweli? Ile nilikula kweli jamani. Kwa hiyo ile season 1 ya Kombolela nimetoka pale na ujauzito. Ni wa mtu wa Kombolela huko? Hapana. Sasa Kombolela sasa wamekubutulia wewe. Hamna bwana. Kule nimetoka mjamzito, kwa hiyo tulivyopiga break alhamdulillah nikajifungua nikalea mpaka nimemaliza. Sijapokuwa sijamaliza kulea lakini kutokana majukumu nipo huko. Kwa hiyo ulivyokuja ukao unaenda na ile character ya kwamba una mtoto sasa hivi. Ukao unaenda hadi mwili wako kabisa mabadiliko. Kweli. Na kule nilishia mimi mjamzito. Kwenye Kombolela ya mwisho nilishia mjamzito. Ulikuwa ushaona hali yako? Pale mimba yangu ilikuwa ndogo. Na kumwambia hata direct? Ilikuwa hata ajui. Mimi nasoma script. Nasoma script naangalia naona Mashavu mjamzito. Pale nipo na mjamzito kweli ndo niliposhangaa. Nilimwambia nikamwambia bosi, yaani umejua umeandika kitu ambacho kweli mimi ni mjamzito. Akashangaa mwenye muongo, nikamwambia kweli. Akasema basi itakuwa vizuri ukiendana na hiyo character. Kwa hivyo kwa hii season 2 na mtoto na kweli na mtoto kweli. Kitu gani unakimisi hata ukikaa nyumbani mwenyewe? Una miss kuhusiana na Kombolela? Familia ya Kombolela. Unaipenda? Sana. Like tukae mwadawa. Yaani tunavyoishi tofauti na kwenye kuigiza, tunaishi familia kabisa. Yaani humu mimi nina mama, nina baba, nina ndugu, nina makazi numu. Kwa hiyo yani wakina nani? Wakina Cholo, Taia, They are crazy. Totally crazy. Basi nimepata marafiki pia humu. Kwa na misigi sana. Yaani nikienda nyumbani mimi sio mtu wa kutoka. Kwa ile kampani yote ni kampani yangu kubwa ni Kombolela. Ulikuwa muigizaji before mpaka unapata nafasi huku ulikuwa ushaigiza sana. Hizo nyingine haukuwa umepata ukaribu na watu? Ni tofauti na hapa. Yaani hapa kama nimezaliwa upya. Siku zote hizo zaidi ya 14 mnakaa hapa. It's crazy. Ni familia kabisa. Ukiacha hivyo kuna mapenzi ya kweli huko ndani. Yaani ukipewa hata dakika 2 ukae na sisi utajua sawa. Nimeona like nipikie mayai nifanye. Yaani ni maisha ambayo tunaishi kifamilia. Nikimuona babu najua huyu ni babu, shikamoo babu. Babu anataka kula nitanyanyuka mimi, nitaenda nitamtengea ndo mdogo. Nitamtengea chakula. Nikimuona mama mkubwa madawa, yaani tuko hivyo. Wanakuita Mashavu kweli ujue? Ni kwamba jina limeenda hivyo. Jina nimelivaa jina. Na wewe you okay with that? Niko okay kabisa. Jina lako halisi ni nani? Rose na Mpunju. Rosie. Mimi dada yangu anaitwa Rosie. Basi mimi. Hi sis. So nimeona kule wanakuita Mashavu, wanamuita Siwa, Mwadawa. Menda na characters. Menda yani zote, hata mimi mwenyewe nikiambiwa nitaje jina la Siwa kamili naliona gumu kwangu kwa sababu nimeshazoea kumuita Amina Vikoba. Sema Amina Vikoba. Mama. Uwezi tena. Ni mama. Ukipona Dula Makabila unamuita anko? Mjomba kabisa. Kuna jamani. Hebu hiyo moment mara ya kwanza mnakutana unaanza kumuita Dula mjomba. Mimi nilishaye kuonana naye Dula ukiacha kwenye Kombolela. Kwa hiyo tulivyoingia nikajua ni dada yake. Tukashibana. Kwa ile siku ambayo hata mimi nikiongea na Dula Makabila ni mjomba.
Mpaka sasa hivi unamuita mjomba? Ni mjomba wangu. Sasa ile pita huko unasema wimbo wa mjomba. Tuna support nyimbo. I like the fact kwamba sio anko, ni mjomba. Kwa familia ya Mzee Kikala yule mjomba. Mjomba yule kabisa. Huwezi kumuita Kobisi anko. Kufanya kazi alafu nikakosa watu wa kuangalia. Panapokuwa na mapungufu niambie. Unapokea maoni? Napokea sana maoni. Sini gani ilikuliza kwenye hii tamthilia? Kuna sini ambayo imeniliza ni hii ambayo niligombana na mama Siwa. Ile ilikuwa hata nilivyokuwa nasoma script. Nilivyokuwa nasoma script. Kidogo yani nikasema yani mimi wakufika stage napigana na mama yangu. Ilikuwa ngumu lakini hivyo ikawezekana. Sini nyingine ile ambayo ninampokea Mamdogo Tukai. Ile iliniliza kwa sababu ile ajela. Kwa sababu tulikaa miaka hiyo mitatu bila kuonana, miaka miwili bila kuonana. Tulikuwa tunawasiliana tu, yeye alienda Kongo. Ukweli hakuwepo nyumbani hapa Tanzania. Siku ya kwanza ile ndo anaingia, ndo sini ya kwanza tunashuti. Kwa ni kama nimemkaribisha. Ulikuwa unalia cha ukweli kwa hiyo. Kwa sababu alikuwa amekonda kweli. Alikuwa anafanya diet. Alikuwa anafanya diet kwa ili aendane na character ambayo ametoka jela. Kwa ile muonekano wake, alafu siku nyingi tulikuwa tujaonana, mara umpate mara usimpate kwenye simu, hayupo. Kwa vile ile hisia ilikuja ukweli. Nikajikuta nalia. Hivyo. Aya, mimi nakumbuka nimewahi kuigiza form 4 kwenye mahafari. Alafu niliigiza mwanamke mwenye tabia mbaya shule. Alafu nikasahau kusema hizi sio tabia zangu, jamani nimeigiza tu, mamangu alichukia sana. So nakupa nafasi, sitaki umuudhi mamako. Waambie. Jamani, Mashavu ni mtu mwingine na Rozi ni mtu mwingine tofauti. Mashavu utamwona na makope, hapa sina kope. Mashavu utamwona mkorofi, ana bima yake ya afya, hapa sina bima ya afya. Mimi ni mtu safi kabisa na kana kila mtu. Ile ni kuigiza tu ndugu zangu jamani, ndugu zangu ni maigizo, lakini ndio ile kuvaa uhalisia mnaweza mkaniona kama ni mtu yule. Rose Mashavu, thank you so much. Asante pia, nashukuru.